Ikiwa ni majira ya usiku, hizi ni ripoti za Ayo TV kutokea mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo makundi mbalimbali ya wale waliotuhumiwa ama kushtakiwa kwa mashtaka ya uhaini katika mahakama hii yameendelea kuachiwa huru, huku tukizungumza na watu mbalimbali ama vijana ambao wameachiwa kwa nyakati hizi. Mimi naitwa Mika Ndaba na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa usiku wa leo, wakati tukizungumza na baadhi ya wale ambao wameachiwa huru baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kusema kwamba hana nia kuendelea na mashtaka dhidi yao. Kule gerezani mimi nilikuwa ni msemaji mkuu wa wahaini wote, na tuliweza kupata wageni tofauti. Alikuja jaji pale ambao alikuja jaji wa mahakama kuu. Ukiangalia shughuli nyingi zimeathirika kwa janga hili, na ukiangalia wananchi wengi wameathirika kwa kikubwa sana, kwa sababu biashara ziliweza ku drop down, uchumi pia umeweza ku drop down kwa sababu ya ukosefu wa amani. Kwa hiyo mimi nasisitiza Watanzania wenzangu tuweze kudumisha amani na upendo. Na furaha kubwa sana, na namshukuru Mwenyezi Mungu, pia nashukuru nguvu ya wananchi kutupigania, taasisi mbalimbali za kidini, na tunashukuru sana kwa sababu wazazi wetu walikuwa mstari wa mbele. Pia vyombo vya habari vimefanya kazi kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba tunapata haki yetu ambayo ni haki ya msingi. Tunashukuru sana. Leo nimeachiliwa, namshukuru Mungu, alhamdulillah alladhi hadana. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu sana 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 sana, na furaha hata kama sijaona baadhi ya ndugu, labda kwa sababu ya pilika tu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Jamii nayapenda kuiambia kwamba tujifunze kutokana na yale ambayo wenzetu wamekutana nayo ama sisi tumekutana nayo, kwa maana sisi tayari leo tumepata funzo kwa namna tofauti, maana wengine wamehusika, wengine hawajahusika. Kwa hiyo imekuta tayari kuna ule mkumbo tukufuata mkumbo. Naitwa Shukuru Daudi Danieli. Naweza kushauri kama vijana wenzangu, yani wamfuate Mwenyezi Mungu, aokoke. Wasipate vitu makundi havifai nini, havieleweki. Kama sisi sehemu tulioanzia, yani kwa sehemu tulipopona, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Tulipopeleka Usabei pale, tukamshukuru Mwenyezi Mungu, tukapeleka huko Segerea. Nakuta maisha ndio mazuri, Mwenyezi Mungu atusaidia, tumetoka salama, tumefika salama. Tuenda kuangalia na familia zetu, Mwenyezi Mungu atujalie. Ila tumepambana tukashughulikia mpaka sasa hivi, tunashukuru Mungu maana yuko mzima, maana tulikuwa tumeshafikiri kama yeye amefariki. Tumezunguka mamochwari tukagua miili ya watu. Nilikuwa naomba jeshi la polisi likiwa linafanya kazi lifanye kazi kwa vizuri, kwa sababu wengine walikuwa wanakamatwa wamelala ndani, wengine wanajipitia tu wanakamatwa. Kwa hiyo jamani, mimi nashukuru sana, nashukuru Mwenyezi Mungu kwanza, nashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Mwanangu anaitwa nani? Mwanangu anaitwa Sharifu Awazi Hasani, mimi naitwa Aziza Mohamed Kijongo. Alikamatwa maeneo gani? Alikamatwa maeneo ya Kijitonyama. Wakifanya nini? Yeye ni producer, ni mtu wa kutengeneza muziki. Alikamatwa na wasanii wake 4.